Bwana Yesu apewe sifa. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Amos Shekaoneka, mchungaji wa kanisa la Bethel Mission International Church ambalo liko Uru Seminari Kisomboko. Lakini pia ni askofu wa makanisa ya Reformed Bethel Mission International Church katika Tanzania nzima. Tunalo tukio la kipekee siku ya Jumapili tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Tukio hili ni ibada maalumu na sherehe maalumu kwa ajili ya kumshukuru Mungu na pia kuomba kwa ajili ya nyakati zijazo. Mungu ametuweka katika maeneo haya kwa miaka 25 iliyopita. Kwa hiyo tumeona vema tumshukuru Mungu. Lakini pia tuombe kwa ajili ya nyakati ambazo zinakuja. Tuliwahi kufanya ibada kama hii na sherehe kama hii tulipokuwa na miaka 4 katika maeneo haya. Lakini pia tuliwahi kufanya ibada kama hii na sherehe kama hii tulipokuwa na miaka 10. Sasa ni miaka 25, tumeona vema kufanya ibada kama hii tena na sherehe kama hii katika eneo hili. Tunamtukuza Mungu kwa sababu Biblia inasema katika Zaburi 136 mstari wa 1, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Lakini katika Thessalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 inasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ninakukaribisha. Jisikie vizuri kabisa, jisikie uko katikati ya watu ambao wanakupenda na tunakukaribisha kwa moyo mmoja. Karibu. Mungu akubariki sana. Kanisa hili lilianzishwa mwaka 2001 mwezi wa 9, tukianzia katika nyumba ya mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Patricia Siriwa. Mama huyo alitupa baraza yake tuitumie kwa ajili ya maombi, na tulianza hapo kama huduma ya maombi kwa muda. Lakini baadaye mzee mmoja ambaye anaitwa Leoni Fabiani Matei alitupa eneo la kiwanja ambacho tulijenga jengo la kuabudia na kanisa likaweza kuhamia pale kwa ajili ya maombi na huduma nyingine za kikanisa. Na baada ya kukaa pale kwa muda, huduma iliendelea kuimarika siku baada ya siku na kanisa lilijengwa na kazi ya Mungu ilianza na kusonga mbele. Tunamshukuru Mungu kwa yote, Mungu ambaye ametupa wakati mzuri katika wakati ambao tumekuwepo hapa kwa miaka 25 sasa. Wakati tukiwa tumeanza huduma ulikuwa ni wakati mgumu kidogo. Kulikuwa na changamoto nyingi na vitu vingi ambavyo vilionekana katika hali ya kawaida kwamba vingetukwamisha, lakini tulimwamini Mungu katika kila jambo. Na unajua, baada ya kumwamini Mungu katika kila jambo, Mungu alikuwa ni mwaminifu katika mambo yote, kwa sababu alitupigania, alitutetea na tuliona mkono wake siku baada ya siku. Na tulipokwisha kuanza kanisa baada kama miaka 2, 2003, ilinibidi ili kuongeza elimu zaidi katika mambo ya Biblia, nilienda chuo cha Biblia na nilisoma nikapata certificate wakati huo. Lakini 2007 nilikwenda pia katika chuo kingine ambacho kinaitwa AFMIN ambacho nilipata diploma nikisoma pale mjini Morogoro, wakati certificate nilisoma jijini Dar es Salaam. Niseme tu kwamba Mungu amekuwa akinipigania katika maisha na katika maeneo tofauti tofauti, na kwa sababu tumekuwa tukitumika pamoja na mke wangu, na yeye pia 2005 alikwenda pia chuo cha Biblia jijini Dar es Salaam, lakini baadaye aliongeza elimu na akaweza pia akwenda katika maeneo tofauti tofauti katika vyuo tofauti kama ICM amesoma katika chuo kile akisoma diploma. Na baadaye kadri siku zilivyoendelea wote tulikuja kupanda zaidi na kusoma zaidi, tukapata degree za kwanza.
na mimi niliongeza pia zaidi nikapata masters. Tumemwamini Mungu katika maeneo haya kwa muda wa miaka hiyo yote, na Mungu amekuwa akitutetea na akitupigania, na amekuwa pia akiliongeza kanisa siku baada ya siku. Tulianza katika mazingira magumu, tulianza katika jengo ambalo ni la mbao, na lakini kadri siku zimeendelea tumeweza kujenga jengo la bloko, tumeweza pia kupata vyombo vya muziki, tumeweza kumwona Mungu katika maeneo tofauti tofauti, kanisa likiimarika, watu wakiongezeka, maisha ya kiroho yakizidi kuimarika katikati ya watu, lakini ishara na miujiza zikionekana kwa watu wengi katika maisha yao. Na idadi ya watu, tulipoanza tulikuwa watu 10 tu, 2001 tulikuwa watu 11, ambapo mimi pamoja na mke wangu na watu wengine 9. Lakini leo hii Mungu ametupigania, tumepiga hatua kubwa na tuko mamia ya watu katikati ya kanisa. Mungu amekuwa akitenda kwa njia za tofauti tofauti, akitutetea lakini pia akitupigania. Tumeona mkono wake kwa muda wote ambao tumekuwepo hapa. Tumemwamini yeye pamoja na kwamba kumekuwepo na changamoto nyingi, lakini tumesimama na Bwana. Wakati tukiwa tumeanza kanisa, Mungu alitupa mistari miwili ambayo ni ya kutembea pamoja naye. Mstari wa kwanza ni mstari ambao tulipata jina la kanisa, na huu uko kwenye Mwanzo sura ya 28 mstari wa 16 mpaka wa 19. Ni mahali ambapo Yakobo alikwenda kalala, na baada ya kuamka akaona kabisa katika ndoto kwamba ngazi ilikuwa inatoka mbinguni mpaka duniani, na malaika walikuwa wakipanda na kushuka mahali pale. Na Yakobo akajua wazi kwamba mahali hapa Mungu yupo. Na ule mji Biblia inasema ya kwamba ulikuwa unaitwa Luzu, lakini Yakobo akabadili jina la mji na akauita Betheli, na ndipo ambapo tumetoa jina la kanisa letu. Betheli ni mahali ambapo Mungu yupo, lakini mahali ambapo ni nyumba ya Mungu. Lakini pia maandiko lingine ambayo Mungu alitupa na limetusaidia sana katika maisha ya kihuduma ni Kumbukumbu 13 mstari wa 4. Tumepata hili andiko kama sehemu ya jinsi gani tutakavyotembea katika huduma, jinsi gani tutakavyomtumikia Mungu, jinsi gani ambavyo tutafanya kazi ya Mungu tukiishi maisha matakatifu, lakini pia tukimtumaini yeye katika kazi yake. Katika Kumbukumbu 13 mstari wa 4 ndilo andiko ambalo Bwana alitupa la kutembea nalo katika huduma ambayo tumekuwa tunaifanya. Na Biblia inasema hivi katika andiko hilo kwamba tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Mungu ametusaidia sana kwa sababu andiko hilo lina mkusanyiko wa maisha yote ya Kikristo kwa ujumla wake, lakini pia lina mkusanyiko wa maisha yote ya kitumishi katika huduma. Chochote ambacho unaweza kukizungumzia katika huduma, ikiwa ni maisha ya utumishi, ikiwa ni maisha ya utakatifu, ikiwa ni maisha ya upendo, ikiwa ni maisha ya utoaji, ikiwa ni maisha ya kufanya kazi ya Mungu, chochote ambacho unafikiri kiko katika maisha ya Kikristo na ambacho Wakristo wanapaswa kukifanya kipo katika andiko hilo. Kwa hiyo limetusaidia sana kwa miaka mingi. Ninakumbuka wakati tukiwa na miaka 4 katika eneo hili, tulifanya ibada moja ya sherehe, lakini ibada pia ya kumshukuru Mungu, lakini pia tulifanya ibada nyingine kama hiyo tulipokuwa na miaka 10, na ilikuwa ibada ya kipekee, na tulimwomba Mungu, tulimshukuru kwa yote ambayo ametenda, lakini tulimwomba pia kwa ajili ya nyakati ambazo zinakuja, na Mungu alitutetea na alitupigania. Tukiwa sasa tumetimiza miaka 25 katika eneo hili katika mwaka huu wa 2025, tunafanya sherehe nyingine kubwa ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya yote ambayo ametutetea, ametupigania, ametulinda, ametutunza, ametulisha, ametuvisha katika nyakati zote ambazo zimepita. Lakini zaidi ya yote ni kwamba tunataka pia kumwomba Mungu wetu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nyakati ambazo ziko mbele yetu, na hizo nyakati ambazo ziko mbele yetu tunahitaji kumwomba Mungu ili Mungu ambaye alitupigania nyakati hizo, Mungu ambaye alitutetea nyakati hizo, aendelee kusimama pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Zaidi ya yote niseme tu kwamba tunawashukuru watu ambao kwa njia moja ama kwa njia nyingine wamesimama pamoja na sisi katika kazi hii. Kazi hii kuifanya peke yetu
tusingeweza katika mazingira ya kawaida. Ni kazi ngumu, ni kazi nzito ambayo inamhitaji Mungu katika maeneo tofauti tofauti, lakini wako watu ambao wamejitoa kwa hali, wamejitoa kwa mali, wamejitoa katika hali mbalimbali kuwa pamoja nasi, wametuombea, wametusapoti kwa fedha, wametusapoti wengine kwa mali zao, wametusapoti wengine kwa vitu vyao. Kwa kweli tunawashukuru na tunawaombea baraka za Mungu ziendelee kuandamana pamoja nao siku baada ya siku. Mkono wa Bwana uweze kuwa pamoja nao. Siwezi wengi kuwataja kwa sababu ni watu wengi katika huduma hii, lakini sitasahau mchango wa Mama Patricia Siriwa ambaye alitupa baraza yake kama sehemu ya kuanzia maombi ya kuabudu pamoja mahali pale. Lakini pia siwezi kusahau mchango ambao aliutoa Mzee Leoni Matei pamoja na familia yake walipotoa eneo ambalo kanisa litajengwa. Ilikuwa ni eneo la kipekee sana na ni wakati wa kipekee sana ambao tulikuwa nao. Siwezi kusahau michango hiyo, lakini iko michango ya watu wengi kabisa ambao wamesapoti. Wengine wametupa fedha zao, wengine wametupa mali zao, wengine wamechangia katika ujenzi, wengine wametoa viti, wengine wamesapoti kupata madhabahu za kisasa, wengine wamesapoti wakati wa upatikanaji wa vyombo, wengine, kila mmoja amefanya sehemu yake. Na nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa ujumla wake na niseme asanteni sana. Mungu muumba mbingu na nchi hatawapungukia. Mungu muumba mbingu na nchi atawabariki. Ni maombi yangu kwamba mumuone Bwana na mkono wake muone siku baada ya siku katika maisha yenu. Mungu awabariki sana. Neema ya Mungu izidi kuwa juu yenu. Endeleeni kutuunga mkono, endeleeni kutushika. Tunao mpango sasa hivi na mkakati wa kuanzisha group maalum la WhatsApp ambalo tutaliita Marafiki wa Betheli. Tunategemea kukuunga pale. Tunategemea pia kukaribisha uwe pamoja nasi. Tushirikishane mambo mbalimbali pale, baraka zinazotokea, mafanikio yanayotokea, maendeleo ya kanisa, changamoto tunazopitia, matatizo, chochote, maombi, mahitaji maalumu, tutakuwa tukihudumiana mahali pale. Litaitwa Marafiki wa Betheli. Uwe tayari, tutakuunganisha mahali pale na Mungu akubariki. Neema ya Mungu nazidi kuwa juu yenu, baraka za Mungu nazidi kuwa juu yenu. Bwana awabariki sana. Siku ya tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 tutakuwa na ibada maalumu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya miaka yote ambayo Mungu ametupa katika huduma, lakini pia tutakuwa na ibada maalumu ya kumwomba Mungu kwa ajili ya nyakati ambazo zinakuja tukiwa tunamsubiri Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo, katika siku hii leo nimependa niweze kusema nawe maneno machache kwa ajili ya shukrani. Katika Zaburi ya 136 mstari wa 1, Biblia inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 2 unasema, mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 3 unasema, mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu. Yeye, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nimesoma mpaka mstari wa 4. Biblia inasema umuhimu wa kumshukuru Mungu. Na kwa sababu hiyo ni muhimu tuweze kufahamu suala la kumshukuru Mungu. Watu wengi wamekuwa wakilidharau. Watu wengi wamekuwa hawalichukulii kwa uzito mkubwa na mambo mengine. Lakini kati ya sehemu ambayo ni muhimu sana na zenye baraka za kipekee. Kwa sababu unapomshukuru Mungu unaonyesha wazi juu ya tumaini ulilo nalo kwake na kwamba yeye ndiye aliyetenda katika maisha yako. Unaweza ukaangalia katika maandiko, kwa mfano, Biblia inasema, mtunzi wa Zaburi anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru kwa sababu yeye ni Bwana ambaye ni mwema. Na faida katika kumshukuru Mungu ni nyingi. Unaposoma kwa mfano, wakati ambapo Yesu alitaka kumfufua mtu, Lazaro alikuwa amekufa, yuko kaburini, na Yesu alipotaka kumfufua, tunaona wazi kwamba
walipoliondoa jiwe alimshukuru Mungu, na baadaye akamwita Lazaro kutoka kaburini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba shukrani ina uwezo wa kufufua yale mambo ambayo yamekufa katika maisha yetu. Ni kitu ambacho cha kipekee. Yawezekana biashara imekufa, yawezekana ndoa imekufa, yawezekana mtaji umekufa, yawezekana kuna vitu vyema katika maisha yako vimekufa. Waweza kuanza mpango mpya wa kumshukuru Mungu, na Mungu anaweza kufufua vile ambavyo vimekufa. Lakini unaposoma katika Yohana sura ya 6, Biblia inasema wazi kwamba Yesu Kristo kuna wakati ambapo alikuwa na wanafunzi wake, na baadaye kulitokea kwamba wanahitaji chakula na vitu kama vile, na tunaona walikuwa mati wa watu walikuwa ni wengi sana, lakini ilichukua mikate michache na samaki wachache, na tunasoma kwamba Yesu Kristo akanyanyua mikono yake juu akamshukuru Mungu. Alipomshukuru, chakula kile kichache kiliweza kuongezeka na kulisha maelfu ya watu ambao walikuwepo mahali pale. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba shukrani zina uwezo wa kuongeza vile vitu ambavyo vimepungua katika maisha yetu. Unaona? Kwa hiyo si jambo dogo, usidharau suala la kumshukuru Mungu. Mapenzi ya Mungu katika maisha ya watu ni kushukuru, na ndio maana Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 inasema wazi kwamba mshukuruni Bwana kwa kila jambo, kwa maana kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kumshukuru Mungu ni mapenzi ya Mungu katika maisha ya Kikristo. Kuna mtu mmoja wakati fulani Yesu Kristo aliponya watu 10, na alipoponya watu 10, walipoondoka walikuwa wanaukoma. Kwa hiyo walipoondoka, Biblia inasema ya kwamba wakaponywa, kwa sababu alimwambia nendeni kajionyesheni kwa makuhani. Wakaponywa, wakajikuta kwamba wameponywa. Walipoponywa, watu 9 hawakurudi, lakini mmoja alirudi akamshukuru Mungu. Na Yesu Kristo alisema wazi juu ya jambo lake, na akasema wazi kwamba wako wapi wale wengine. Ina maana kwamba huyu mmoja tu ndio ameona vyema kuja kumshukuru Mungu. Unaona, kuja kurudisha shukrani pamoja na uponyaji, lakini alitangaziwa pia wokovu katika maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu shukrani zinafanya vitu vya ziada katika maisha ya mtu. Nikutie moyo katika siku ya leo kwamba usiache kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu tu. Wakati mwingine hata kama unapita kwenye changamoto, mshukuru Mungu. Wakati mwingine hata kama unapita katika mafanikio, mshukuru Mungu. Wakati mwingine hata kama kuna hatua umepiga, kuna maendeleo, mshukuru Mungu. Kushukuru kunafufua vilivyokufa, lakini pia kushukuru kunaongeza vilivyopungua, na ni mapenzi ya Mungu. Na ndio maana mtunzi wa Zaburi kasema wazi, mshukuruni kwa sababu fadhili zake ni za milele. Anasema mshukuruni kwa sababu yeye peke yake anafanya mambo ya ajabu katika maisha ya watu. Mungu akubariki sana. Hebu nipate kukuombea kwa muda mfupi, na inawezekana hujayatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Wacha nikuombee. Unaweza ukanifuatisha katika sala hii kwa muda mfupi. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Wakati huu nimelisikia neno lako, nami nimeliamini. Bwana, ninaomba unisamehe dhambi zangu na uyafute makosa yangu pia. Katika jina la Yesu Kristo, nifanye kuwa mwanao. Liondoe jina langu katika kitabu cha hukumu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze katika maisha yangu. Katika jina la Yesu, kuanzia siku ya leo namkataa shetani na kazi zake zote katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Unapoendelea, wacha pia nifanye maombi ya jumla kwako kwa ujumla. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namweka msikilizaji wangu ambaye amesikiliza neno hili katika mikono yako. Naomba kwamba Bwana wa majeshi anapochukua hatua na kukushukuru, baraka zinazoambatana pamoja na shukrani ziambatane na maisha yake pia. Katika jina la Yesu Kristo, natangaza neema ya Mungu juu yake na rehema za Bwana katika maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe peke yako ndio ufanyaye mambo ya ajabu. Naomba utende kwake na zaidi ya kutenda, katika jina la Yesu. Amen.